Naam, ndugu zangu, baada ya kutazama ama baada ya kuangalia funga ni nini, taarifu ya funga kisheria, funga ni nini, lakini pia tumeangalia ni wapi ambapo funga imefaradhishwa, lakini pia tumeangalia kwa ufupi kuangalia zile faida ambazo zinaweza kupatikana kwa mtu ambaye anayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tutaangalia adabu za funga, tutaangalia adabu somi. Na katika sehemu hii ya kuangalia adabu za funga, ndugu zangu, tuelewe kwamba kuna funga za aina mbili. Kuna funga ya kisheria, lakini pia kuna funga ya kiroho. Tunaposema funga ya kisheria ni ile ambayo tulielezea katika maana yetu ya mwanzo kwamba ni al-imsaku, ni kujizuia na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa, kwa maana kwamba mtu akijizuia na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa kafunga wewe kisheria. Sasa hii inakuwa ni funga ya nini? Inakuwa ni funga ya kisheria. Lakini kuna somul jawari ambayo, ndugu zangu, wengi katika Waislamu tumeikosa funga hii. Somul jawari, kufunga viungo. Somul jawari, unafunga viungo vyako, unafunga macho yako yanatazama nini, mdomo wako unazungumza nini, masikio yako yanasikia nini, mguu wako unatoka unakwenda wapi katika hali ya wewe umefunga. Somul jawarih, ambayo hii tunasema ndiyo adabu, sehemu ya adabu za funga. Kaful jawarih anil maas, ni kuzuia viungo na kufanya maasi. Bi an yahfadha saimu ainahu amma la yahillu la, mtu aliyefunga ajitahidi azuie macho yake asitazame vitu ambavyo si vya halali. Wayakufa lisanahu, na auzuie ulimi wake, anil kadhibi walghibati wannamimati wasabbi walmujadalati fil batil, auzuie ulimi wake huu anil kadhibi, na kusema uongo. Kuna mtu kafunga anasema uongo, ule uboreshaji wa ile funga yake na ule uhalisia wa malipo yanakuwa si makubwa sana. Kwa hiyo wayakufa lisanahu anil kadhibi, kwamba mtu wazuie ulimi wake anil kadhibi, na kusema uongo, wal ghibati wan namima, na kuteta na kusengenya. Wako watu ambao wanateta na kusengenya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili hali wamefunga. Watambue ya kwamba hawaitendei haki somu, hawaitendei haki funga yao, kwa sababu si adabu miongoni mwa adabu za funga. Kwa kama sisi tunataka tupate malipo makubwa katika somu zetu, lazima tuchunge zile adabu ambazo ni adabu katika sehemu za funga ya mwezi mtukufu ya Ramadhani. Kwa hiyo wayakufa lisanahu, au zuie ulimi wake, anil kadhibi, kunako kusema uongo, walghibati wannamima, na kusengenya na kuteta, wasabi, na kutukana. Na kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukiwa umefunga wewe alafu mtu akakutukana, basi mwambie mimi nimefunga. Mwambie inni imru saim, mimi nimefunga bwana. Usimrejeshe mtu tusi. Na Mtume katika kuelezea kanuni ya maisha akasema, wa inimru shatamaka wa ayyaraka bi amri laysa fika fala tu'ayyiruhu bi amri wa fihi wad'uhu yakunu wabaluhu alayhi wa ajru lak, kwamba ikiwa kama mtu atakutusi, atakutukana, wa ayyaraka bi amri laysa fika, na akakuaibisha na kukudhalilisha kwa jambo ambalo wewe huna, kakutungia tu uzoshi, Mtume anafundisha kwamba
fala tuayiruhu biamri wa fihi, basi wewe wana usimwaibishe na kumdhalilisha huyo kwa jambo ambalo yeye analo na unaua kile kwamba analo. Wadau, muache. Yakunu wabaluhu alayhi, madhambi atakuwa juu yake. Wa ajru laka, na ujira utakuwa kwako. Na miongoni mwa watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ni katika wale ambao watu ni muflisi yaumul qiyama, siku ya kiyama, ni wale watu ambao wataenda siku ya kiyama kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hali waliwatusi wenzao. Kwa hiyo mtu akifunga lazima achunge adabu ya ulimi wake na jambo la kutukana, la kutusi, kuwatukana wengine. Wal mujadalati fil batil, na kufanya mijadala ya batili, na kufanya mijadala ambayo isiyokuwa na msingi. Mtu kafunga anafanya mijadala ya mipira, mijadala ambayo haina maana. Wakati fulani kwenye mijadala hii inakuwa mpaka yeye ni sehemu ya kutamka maneno ambayo sio mazuri. Sasa lazima tuchunge zile adabu ambazo ni adabu za funga.